Hebu utueleze kidogo kuhusiana na dua na umuhimu wa kufanya dua, ili kusudi yule mtazamaji yule msikilizaji na mfuatiliaji wetu apate shule kuhusiana na tija ya kufanya dua kwa muumini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ad-du'a mukhul ibada, dua ndio msingi wa ibada. Yani mtu anapomwelekea muumba wake, anapomwelekea Allah subhanahu wa ta'ala na akanyanyua mikono yake kumuomba Mwenyezi Mungu, kwanza ndio msingi wa ibada. Lakini pia Mwenyezi Mungu anapenda kunyenyekewa kwa kuombwa. Mwenyezi Mungu anapenda kuombwa. Kwa unaponyanyua mikono yako kumuomba Mwenyezi Mungu, kwanza unapata amani ya nafsi yako, pili unajiponyesha yale changamoto ambazo unapitia katika nafsi yako. Sisi tunasema jambo la kwanza ili mtu apate peace of mind ni kwanza asubuhi amke, afanye ibada ya salatul fajri, kisha amuombe Mwenyezi Mungu, anaanza kupata amani ya nafsi. Mtu anayeamka mapema akamuomba Mwenyezi Mungu, kisha akaomba dua, akafanya ibada, akamuomba Mungu, na anayeamka saa 6 mchana, wanatofautiana kidogo. Nimewahi kusoma kitabu kimoja cha mwandishi mmoja aitwa Robin Sharma. Jambo la kwanza alichokifanya, akamkumbuka Mungu wake. Wa Ayuba idh nada rabbahu anni massani dhurr wa anta arhamur rahimin. Ayubu alipopatwa na mtihani ule wa maradhi, alichokifanya akasema, Mwenyezi Mungu, nimepatwa na mtihani, lakini wa anta arhamur rahimin, wewe ndio mwingi wa rehema, wewe ndio mwingi wa huruma. Mwenyezi Mungu anasemaje? Fastajabna lahu, tukamjibu Ayubu dua yake. Fakashafna ma bihi, tukamponya katika ule mtihani wake aliokuwa nao. Lakini Ayubu alichokifanya, alinyanyua mikono yake mbele ya Mungu, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtazamaji, hata kama una changamoto yako yoyote, dua ndio silahul mu'min, ndio silaha ya mu'min yoyote. Na ukimwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuomba katika jambo la aina yoyote, Mwenyezi Mungu atakujibu mfano wa Ayubu alivyojibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema fastajabna lahu fakashafna ma bihi, tulimjibu dua yake na tukamponya katika mtihani wake aliokuwa anaupitia.